Uinjilisti ni kutoa. Tunapoongelea habari ya kutoa kumegawanyika katika maeneo matatu. Kuna kutoa mwili wako kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya wanadamu. Yesu alipokuja duniani alifanya uinjilisti wa kutoa mwili wake kwa ajili ya wanadamu. Na sisi, ili uinjilisti uwe na nguvu, uweze kuleta mafanikio kwa ajili ya Bwana, lazima tuitoe miili yetu kwa ajili ya Bwana, tuitoe miili yetu kwa ajili ya watu wengine. Warumi 12 sura ya kwanza, maandiko yanasema, basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Hapa maandiko yanasisitiza namna ya kuitoa miili yetu iwe sadaka tena takatifu, na hiyo maandiko yanasema ndiyo ibada yenye maana. Unapokuwa unautoa mwili wako kwenda mitaani, kwenda kuwahubiria watu habari njema, maana yake wewe unaeneza injili, unaeneza ufalme wa Mungu. Na kila aliokoka kwa lengo la kueneza ufalme wa Mungu. Na ndio maana Yesu anamwambia Petro, na kutoa kwa mvuvi wa samaki ukawe mvuvi wa watu. Maana yake tunatolewa kueneza mambo yetu duniani, tunaenda kueneza mambo ya Mungu kwenye ulimwengu huu. Tunaeneza kwa namna gani? Tunaeneza mambo ya Mungu kwa njia ya miili yetu. Kwa hiyo Mungu akiangalia mwili wako anaona msingi, anaona mtaji kupitia mwili wako. Unatakiwa utoe mwili huo iwe sadaka kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya wengine, ukashuhudie mitaani. Wewe unapokuwa unatoa mwili wako, Mungu anasimama kwa ajili ya mwili wako, ili wengine waokolewe watakapokuona wewe unahubiri injili mitaani. Kwa hiyo sadaka ya kwanza ni kutoa mwili wako kwa ajili ya Bwana na kwa ajili ya wanadamu. Lakini kutoa kwa sehemu ya pili ni matendo mema. Unapokuwa unatenda matendo mema, Biblia inasema unatoa sadaka mbele za Bwana. Kitabu kile cha Waebrania sura ile ya 13 na ule mstari wa 16, lakini msisahau kutenda mema na kushirikiana, maana sadaka kama hizi ndizo zimpendezazo Mungu. Unapokuwa unatenda mema, unatoa sadaka kwa Mungu, kwa wengine, kuwasaidia, kuwawezesha, unatoa sadaka mbele za Bwana. Uinjilisti ni kutoa. Huwezi ukawa mweneza injili au unaeneza ufalme wa Mungu kama mwili wako hautoi kwa ajili ya Bwana. Huwezi ukawa unaeneza ufalme wa Mungu duniani kama hutendi matendo mema kwa ajili ya wengine. Unapokuwa unawafanyia watu mambo mabaya, maana yake unaeneza ufalme wa giza, unazuia ufalme wa nuru usitende kazi. Unapokuwa unazuia mwili wako kwenda mitaani kwenda kuwashuhudia wengine, maana yake unazuia kazi ya Mungu isiende, bali unabariki kazi ya shetani iendelee kutenda kazi hapa duniani. Hiyo ndio tafsiri. Kwa uinjilisti unahitaji kutoa. Unautoa mwili wako kwa ajili ya Bwana. Na ndio maana kina Petro hawakuwa na sababu juu ya miili yao. Walizunguka kila mahali. Akina Paulo walienda kila mahali. Wakati wa baridi wanahubiri injili, wakati wa jua wanahubiri injili, mvua inanyesha wanahubiri injili. Waliitoa miili yao kwa ajili ya Bwana. Na wanapokuwa wanatoa mwili wao kwa ajili ya Bwana, Mungu anakuwa anaulinda mwili huo. Na ndio maana wahubiri wengi asilimia kubwa hawanaga magonjwa, kwa sababu miili yao ni sadaka. Lakini hawa ambao hawataki kuhubiri kupitia miili yao, wanalala tu nyumbani, ndio wanabeba magonjwa mengi kuliko huyu anayehubiri injili. Kwa sababu mwili Mungu anauona ni msingi, na msingi lazima ulindwe, lazima uchungwe, lazima usimamiwe. Hata mimi ninapokuwa nahubiri injili kupitia mwili huu, Mungu lazima ulinde mwili huu, kwa sababu anajua siwezi kufanya chochote pasipo mwili huu. Kwa lazima Mungu ausimamie huo mwili. Ndio Paulo anasema, anawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu ya kumpendeza Bwana. Unaposikia tunaenda kushuhudia, unatakiwa usiwe na sababu, kwa sababu mwili sio mali yako. Mungu ameweka kama mtaji wa kwenda kueneza injili kwa wengine. Hata kama utasimama utapiga pambio, watu wanaokolewa kupitia pambio hili. Wewe umeokoka kwa sababu kuna mtu alisimama kwa mwili wake
akatangaza injili, ukaisikia, imani ikaingia ndani yako, ukasema kumbe Yesu anaokoa, kumbe Yesu anaponya, ukamfuata Yesu. Ni mtu mmoja alisimama kupitia mwili wake, akaamua kujitoa, hakulala nyumbani hata kama kuna magodoro mazuri, aliamua kutoka na baridi hiyo, akaenda kuhubiri injili. Mungu akaanza kulinda mwili wake. Leo mingi nakuwa na magonjwa mengi kwa sababu hatuitoi kwa ajili ya Bwana, tunaitoa kwa ajili ya mambo yetu. Mapema tu huko mjini kufanya biashara, mapema tu shaingia tayari kwenye mambo yao, lakini ya Mungu yafanye. Kwa mwili huo unakuwa huna ulinzi. Mungu akiangalia anaona huu sio msingi, hii ni hasara. Bali wale ambao wanatoa miili yao kwa ajili ya Bwana, Mungu lazima itunze hiyo miili. Kupitia hilo tunaeneza ufalme wa Mungu, alafu tunaua ufalme wa shetani. Wewe uliyekaa na mwili wako utaki kufanya kazi ya Mungu, maana yake wewe unashabikia ufalme wa giza uenee, alafu ufalme wa nuru ushuke chini. Watu walitembea, walitoka Yerusalemu, wakaenda Uyahudi, wakaenda Samaria, mpaka mwisho wa nchi injili ikakufikia wewe leo. Walitenda matendo mema kina Dorcas, wakaeneza injili kwa matendo mema. Maana yake matendo mema ni sadaka mbele za Bwana. Unapowezesha wengine kufanikiwa, unatoa sadaka mbele za Mungu. Mpi huyo, unampa Mungu. Na kama unawezesha wengine kupitia matendo mema, Mungu lazima kulinde tu. Maana yake anajua wewe ni faida. Injili kutoa, unatoa mwili wako kwa wengine, unatoa kwa kutenda mema kwa wengine, kuwasaidia, kuwawezesha watu. Mungu akiangalia kutoka mbinguni, anaona huyu anafaa aendelee kuishi duniani, kwa sababu anajiona faida kupitia mtu huyu. Naona mafanikio ya ufalme wa Mungu kupitia huyu. Naona injili inaenea kupitia huyu. Kwa maana kina Dela Libonke walikaa miaka mingi sana duniani, kwa sababu walikuwa wanazunguka kwenye visiwa vyote wanahubiri injili. Mungu akaanza kuwalinda, Mungu akaanza kuwatunza. Lakini wewe uliyekaa umekalia makalio, haupeleki injili mahali popote. Mizimu ikija, Mungu anaipisha ikukamate tu. Wewe ni kujipodoa tu ndani, utakotoka ile kwenda kuwashuhudia watu injili. Jipodoe, utapodolewa. Lazima utoke na urembo wako, kamwambia watu, jamani, tunaona nimekuwa mrembo, ni Yesu huyu amenifanya niwe hivi. Amina. Watu sikumbe mpaka warembo wako kwa Yesu. Watu wanaomba kupitia urembo wako. Amina. Sio nakaa na urembo wako kwa ndani. Nasubiria tu Sabasaba ndo kaonyesha urembo na mwanya mitaani. Sio kwa ajili ya kazi ya Bwana. Kwa hiyo tukiongelea uinjilisti tunaongelea kutoa, ili kazi ya Mungu ienee. Kama hawa kina Paulo wangekaa kama wewe, ungepataje injili? Huko afu ungejuaje kama kuna Yesu? Wangetulia kama walivyotulia. Kabisa tu na mambo yako, lakini ya Mungu ameweka mfukoni. Injili itakihubiriwe. Jambo la tatu kwenye kutoa, nimesema la kwanza ni kutoa mwili wako, la pili kutoa matendo mema kwa ajili ya wengine, la tatu ni sadaka ya ukarimu. Sadaka ya ukarimu maana yake ni mali zako. Mali za kwako inaitwa ni sadaka ya ukarimu. Fedha, viwanja, majumba, magari, chochote ambacho nakitoa kama mali yako inaitwa ni sadaka ya ukarimu. Unapotoa sadaka kama hii ya ukarimu, maana yake unasababisha injili ienee, isogee mahali pokuwa, iende mbele zaidi. Kwa sababu injili bila kutoa haiwezi kwenda. Injili bila sadaka haiwezi kwenda. Hata maiki ambayo naongea nayo hii imetokana na sadaka. Pesa, ukizuia pesa maana yake umezuia injili isiendelee. Kwa hiyo mhubiri yeyote unayemuona yuko duniani anapaswa kuwezeshwa. Anawezeshwa vipi? Anawezeshwa kwa fedha, ili apande gari aende mtaa mwingine, ili apande ndege aende nchi nyingine. Anawezeshwa kwa fedha. Kitabu kile cha Warumi sura ile ya 10 na mstari wa 15, tena wahubirije wasipopelekwa? Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari ya mema. Kwamba kama tutakuwa na mikono mifupi, hatutoi pesa, hao wahubiri wataendayo lazima wapelekwe. Tafsiri ya kupelekwa maana yake lazima pesa itoke. Ukishaokoka lazima ujue kwamba pesa yote ambayo unaipata ni kwa ajili yako, kwa ajili ya mambo yako, pia kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Uweke budget kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Usiweke budget kwa ajili ya mambo yako.
Umeikamata pesa, inakugeuzia kibao, unaanza kuumwa hapo. Kwa sababu gani? Kwa sababu pesa ulionayo haujaifanya kwa ajili ya ufalme wa Mungu, umeifanya kwa ajili ya mambo yako. Kwa hiyo ukikamata tu ugonjwa unaingia hapo. Kwa sababu bajeti yako kwenye pesa hizo ni mambo yako tu A to Z. Lakini watu wa zamani walikuwa wakiwa na viwanja, wanasema hiki kwa ajili ya Bwana, hiki ni kwa ajili ya mambo yangu, hiki ni kwa ajili ya jambo fulani. Wanawekeza. Naona wanawake waliomsaidia Elisha wamejenga nyumba, wanasema hii ni kwa ajili ya mtumishi wa Mungu, chumba hiki kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Leo hakuna watu kama hao. Lakini nyumba nyingi zimekuwa na mawenge ya ajabu ajabu, ukilala kama unapigwa, ukiamka kama umelala, kwa sababu hazijatolewa kwa ajili ya Bwana. Mwinjilisti ni kutoa. Mungu anachotaka ni injili iende kila mahali. Ianzie hapo ulipo, iende kwa jirani, ivuke mipaka.